Sauti Live. Mtazamaji, kama inavyompendeza Bwana, ni Jumapili nyingine njema tunakutana pamoja katika kumsifu Mwenyezi Mungu, kumtukuza, lakini kubwa kumpa sifa, bila kusahau tunasali mara mbili tunapomwimbia Mungu. Karibu sana mtazamaji, ni Sauti Live na leo moja kwa moja nimefika Pwani. Unakumfahamu Pwani wewe? Haya, nimefika parokia Mtakatifu Francis Xavier pale Mkuranga Pwani, lakini kumbuka ipo ndani ya jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Na tayari ninayo kwaya ya Mtakatifu Don Bosco. Si ndio jamani nione tabasamu za Mkuranga basi jamani. Tumwimbie Bwana. Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Tumwimbie Bwana. Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Mkuranga kule vigeregere. Utoke wende wapi? Kila siku nakwambia Jumapili show ni moja tunaotaipata hapa kupitia Tumaini TV na ni Sauti Live pekee. Mimi ni Mary Binto Yuda pamoja na Pruzima Sauti Live tunakukaribisha uwe nasi mpaka tamati ya kipindi hiki tuweze kusali mara mbili, lakini pia tutakwenda kuifahamu kwa ya Mtakatifu Don Bosco kutoka parokia ya Mkuranga, parokia ya Mtakatifu Francis Xavier, na hii ni kwa Mtakatifu Don Bosco. Tumwimbie Bwana. Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Haya mtazamaji, tunakwenda kumwimbia Bwana sasa. Tusikie sauti nzuri sana zenye kumwabudu na kumtukuza Mwenyezi Mungu kutoka kwa Mtakatifu Don Bosco. Karibu. Oh
vinavyoonekana na visivyoonekana, vyote vimetengenezwa kwako na kwa ajili yako. Wewe huwa kabla ya vitu vyote, na vitu vyote umeishi kwako. Kazi zako.
kubwa, usiwe mbaili unapomshukuru Mungu, kwa maana yeye ndiye anabariki juhudi zako.
ni wajibu wetu kumshukuru. Tumtumikie. Makofi mengi kwenu maana sio kwa vaibuli mpaka mnatembea jamani. Turudi nyuma kidogo basi jamani. Turudi nyuma kidogo. Safi sana. Na mtazamaji unatazama Sauti Live, kama ndio kwanza unaungana nasi, karibu sana. Na leo niko Pwani jamani, niko Mkuranga. Makofi kwenu wana Mkuranga. Haya, ni sauti nzuri kutoka kwa kwaya Mtakatifu Don Bosco, parokia Mtakatifu Francis Xavier. Si ndio jamani pale Mkuranga Pwani, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Tumepata kusali vizuri, si ndio Basi na kuahidi usiondoke pembeni ya runinga yako, tuendelee tena kuendelea kusali vizuri jamani, si ndio? Alafu mmenoga, nilikuwa sijawaambia mmependeza jamani. Hebu jishangilieni jamani. Wanaume mpo? Na nyie mmenoga. Sisa upo jamani, sisa. Nimemwona sisa jamani. Sisa njoo basi utusalimie walau jamani. Sisa mpaka ana sweti hatari. Tumpigie makofi tena jamani. Sister, tumsifu Yesu Kristo. Tumwimbie Bwana. Katika roho na kweli. Unaitwa sister nani? Naitwa Sister Dativa Shirima SDS. Hongera sana kwa utume wa uimbaji sister. Asante. Lini umeanza kuimba sister? Nina miaka mingi tangia nipo nyumbani kwenye vipapa. Uko utoto mtakatifu amini, si ndio? Ulikuwa utoto wa Yesu. Wapi huko? Rombo, Moshi. Rombo. Ndio. Kama tunasema hivyo Chaga si ndio jamani Makofi kwake sister. Unajisikiaje ukiwa unaimba, yani unajichanganya na waamini wengine tofauti ukiwa na watawa wenzako? Yaani najisikia raha sana. Nisipoimba nikikaa kwenye benchi naona kama sijasali. Kabisa. Jamani sister, kuna watawa wenzako wanakutazama na wanapenda sana kuimba, pengine wao wanakosa nafasi. Unawaambiaje? Nawaambia karibu katika chama hiki. Chama cha uimbaji ni chama kizuri sana. Unaweza kupoteza kabisa stress nyingine. Ndio unakaa na vijana wanakutania, wanaongea hiki, unasahau mambo mengine. Nini unakipenda zaidi katika kwaya ukikutana na hawa kwaya wenzako? Ucheshi wao. Na pale tunapoambiwa kitu labda kuimba, tunafuata mwalimu anachofundisha. Lakini wakati mwingine unaweza mwalimu akawa mkali, ukakasirika, lakini baadaye ukaona kwamba hiki anachonieleza kweli ni sawa. Unaposhika ule wimbo, basi una raha. Kuna siku mwalimu aliwahi kukufokea? Sana. Mwalimu! Ilikuwaje sister? Mtu simulie kidogo bwana. Kwa nini unataka kujua? Yeye mnakumbuka mimi sikuwepo na mtazamaji kila anayetutazama kuwepo. Si ndio Ndio raha yake jamani, kuimba raha sio raha. Sister ilikuwaje? Ilikuwa nashindwa kushika anachofundisha. Pengine ana tuni hivi mimi naenda huko. Mwalimu nani huyo ndugu yangu? Huyu hapa. Huyu. Ndugu Mtilimu. Utole wewe.
Kumbe ni organisti. Wewe Lutole wewe, sister usimfokee sana kidogo kidogo, sawa? Ulikuwa unamrekebisha kidogo kidogo lakini. Sister, una jambo gani ambalo unatamani lionekane katika utume wa uimbaji na halipo? Yaani natamani waimbaji tuimbe vizuri kumwimbia Mungu, kumtukuza Mungu. Pengine wakati mwingine tunaweza tukaimba labda tumekosea. Lakini natamani yani tukiimba iwe safi kabisa na viongozi wetu waweze kuona utume tunaofanya. Viongozi kwamba ni utume wa kikanisa, ni utume ambao unachukua nafasi nyingi sana. Mwimbaji unakuja kujifunza nyimbo, unaacha kazi zako, unakuja kanisani. Tunaomba viongozi wa kanisa, sio mababa, waelewe kwamba huu utume upo ndani ya kanisa na tunaufanya kwa nguvu zote. Kwa sababu mtu anaacha kazi yake, anaacha familia yake, tunakuja kukaa kwenye kikundi, tunajifunza nyimbo mpaka kuishika kuja kuimba kanisani. Ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo natamani viongozi waelewe ni nini tunachokifanya ndani ya kanisa. Haya jamani, mimi sitaki kutia neno, naweza nikaharibu. Lakini sister, vipi kuhusu ratiba zako za kitawa na ratiba za mazoezi ya kwaya? Haziingiliani? Kwa kweli haziingiliani, kwa sababu pale kwenye ratiba ngumu ninatoa taarifa kwenye kwaya kwamba leo siwezi kufika. Pale ninapopata nafasi ninaenda. Lakini kama kuna kitu ambacho kinazuia kweli nisiende, basi ninabaki nyumbani, ila natoa taarifa kwa viongozi. Haya jamani, tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Makofi kwake sister jamani. Sister, mimi nikushukuru sana, nikutakia utume mwema. Asante sana. Bila shaka unaimba sauti ya pili, si ndio Ndio. Hongera sana. Kwa nini ulichagua sauti ya pili sister? Ni sauti ya kubembeleza. Haya jamani, watawa wanatubembeleza jamani, hata tukiwa katika kwaya, si ndio Makofi kwa sister tena. Sister, mimi nakushukuru sana. Asante sana. Niendelee kutakia utume mwema. Amina. Hata siku ukiondoka pale parokiani Mkuranga, atuombee iwe hivyo, lakini wewe ni mtawa. Wakati wote unaweza kaambiwa nenda sehemu yoyote, si ndio Basi ukaendelee kumtukuza Mungu kupitia utume wa uimbaji pia. Amina. Asante. Asante. Haya mtazamaji, ni Sauti Live na ni sister nani vile? Sister Dativa Shirima. Sister Dativa Shirima SDS. Na mimi ni sister Nchikavu jamani, makofi kwangu. Haya jamani, kwa wale masista wa Nchikavu wenzangu, mna sauti jamani, mnasubiri nini kwenda kumwimbia Mungu katika roho na kweli jamani Sister Dativa hapo, yeye anagawa muda wake. Shughuli zake za kitawa atafanya, lakini pia atapata muda wa kwenda mazoezini kumtukuza Mungu kupitia utume huu wa uimbaji, si ndio jamani Ndio. Haya, ila mwalimu Rutole usije usimfokee sana sister, kidogo kidogo. Sawa mwalimu Rutole? Haya mtazamaji, ni kwaya Mtakatifu Don Bosco kutoka parokia ya Mkuranga Pwani, na ndio tunayo leo. Wanaendelea kututafakarisha matendo makuu ya Mungu kupitia sauti zao nzuri sana. Tunakwenda tupate mapumziko, tuimbe tena. Muimbe tena. Mmepania. Haya, mimi ni nani nikatae jamani. Tunakwenda kusikia tena sauti nzuri kutoka kwa ya Mtakatifu Don Bosco kutoka parokia ya Mkuranga Pwani. Karibu.
lake lifananishe na nini? Hakuna kabisa mfano wake. Niacheni nicheze na nimwimbie Mungu kwa nyimbo za shangwe, maana anajua kuketi kwangu pia kuondoka kwangu. Niacheni nicheze na nimwimbie Mungu kwa nyimbo za shangwe, maana anajua kuketi kwangu pia kuondoka kwangu. Yeye alinitoa katika shida nyingi, Na aliniponya magonjwa mengi. niliposongwa sana na maadui zangu. Yeye alikuja kuniokoa. Niacheni nicheze na nimwimbie Mungu kwa nyimbo za shangwe, maana anajua kuketi kwangu pia kuondoka kwangu. Niacheni nicheze na nimwimbie Mungu kwa nyimbo za shangwe, maana anajua kuketi kwangu pia kuondoka kwangu. Hata Mfalme Daudi na yeye alicheza, Alirukaruka mbele za Mungu. maana aliyajua matendo ya Mungu. Kweli anatisha kama nini. Niacheni nicheze na nimwimbie Mungu kwa nyimbo za shangwe, maana anajua kuketi kwangu pia kuondoka kwangu. Niacheni nicheze na nimwimbie Mungu kwa nyimbo za shangwe, maana anajua kuketi kwangu pia kuondoka kwangu. Nabii Miriamu na yeye alicheza, Alirukaruka mbele za Mungu. aliongoza mbele na ndani mkononi. Wanawake wote walicheza. Niacheni nicheze na nimwimbie Mungu kwa nyimbo za shangwe, maana anajua kuketi kwangu pia kuondoka kwangu. Niacheni nicheze na nimwimbie Mungu kwa nyimbo za shangwe, maana anajua kuketi kwangu pia
hatujafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako, tegemeo letu twakutegemea wewe, iwe nguvu yetu tumaini letu kwako, tegemeo letu twakutegemea wewe, Mungu wetu wetu. Katika maisha yetu tunapitia magumu, wenyewe hatuwezi, tunajikongoja bure bila nguvu yako Mungu, hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, Tumaini letu kwako, tegemeo letu twakutegemea wewe, iwe nguvu yetu tumaini letu kwako, tegemeo letu kwenye familia zetu, migogoro inazidi, hakuna wa kujishusha, malumbano kila siku, bila pendo lako Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako, tegemeo letu twakutegemea iwe nguvu yetu tumaini letu kwako, tegemeo
Nitasimama, nitakuimbia kutukuza
Jamani, tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Makofi mengi kwenu jamani. Hatari, maana mpaka mna sweat jamani. Sasa twende mapumziko jamani, si ndio Haya, lakini tuko na mtiribu wa kike. Njoo basi hapa kuone jamani. Hongera sana dia. Sogea hapo kwenye kisemeo. Sogea mbele tena. Unaitwa nani? Naitwa Ekadia, fundi ya Kilimani. Unaimbisha kwa pozi ndugu yangu. Makofi mengi kwake mtiribu. Unajisikiaje ukiwa unaimbisha vile? Najisikia raha sana kwa sababu yani napenda kutoka ndani ya mama. Nimekuona maana sio kwa swaga hizo. Haya jamani, mtiribu wa kike huu sio wengi sana, ni wachache sana watiribu wa kike jamani. Kuna mtiribu mwingine wa kike? Hakuna. Msoma nota hata jamani wa kike. Hamna, niangusha mkuranga jamani. Haya mtazamaji, ni kwa Mtakatifu Don Bosco kutoka parokia Mtakatifu Francis Xavier Mkuranga, jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, lakini wako kidogo kule pwani kule mwambao kule wa pwani, upepo mwingi, si ndio Kuna upepo mwingi Mkuranga Alafu kule kuna korosho nyingi. Mbona mniambii? Mmeniletea? Jamani, wasije kanifuata hawa. Haya, mimi nikushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kuitazama Sauti Live. Nakwambia sio mwisho, tunakwenda kupumzika kidogo sasa, si ndio Tunapumzika kidogo, alafu tukirejea tutaendelea vema tena kusali mara mbili. Nambari yetu ya maoni ama ujumbe inapita chini ya runinga yako ambayo ni 0742773444. Tafadhali usiondoke pembeni ya runinga yako. Sauti Live.
yetu na dunia yote. Mungu tunakuomba utujalie amani katika nchi yetu na dunia yote. Tunaomba amani idumu Tanzania. Tujalie amani idumu duniani kote. Tunaomba amani idumu Tanzania. Tujalie amani idumu duniani kote. Mungu tunakuomba utujalie amani katika nchi yetu na dunia yote. Mungu tunakuomba utujalie amani katika nchi yetu na dunia yote. Tunaomba amani idumu Tanzania. Tujalie amani idumu duniani kote. Tunaomba amani idumu Tanzania. Tujalie amani idumu duniani kote. Tumerejea tena, ni Sauti Live. Kama ndio kwanza unaungana nasi, na kukaribisha sana, na nipo na kwaya Mtakatifu Don Bosco kutoka parokia Mtakatifu Francis Xavier wapi kwa Pwani Mkuranga, jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Na kukaribisha sana mtazamaji, tuendelee kumwimbia Mungu katika roho na kweli. Siku zote nakwambia muziki ni hisia, muziki ni sehemu ya kutunza historia, lakini muziki mtakatifu ni sehemu ya kutunganisha na Mungu wetu jamani, si ndio tunaungana na Mungu kupitia muziki mtakatifu, si ndio na tunapoimba tunasali mara mbili. Tunasali mara mbili. Na mtazamaji, sauti nzuri sana na wako vizuri sana kwa Mtakatifu Don Bosco kutoka Mkuranga Pwani. Mara hii tunakwenda kuifahamu kwaya jamani, si ndio si ndio vigelegele basi jamani. Mwenyekiti tunaye yuko wapi? Mbona wewe umesema pole pole jamani? Mwenyekiti tunaye haya, atambe basi tumuone. Makofi kwake wakati anakuja mwenyekiti. We, ndugu mwenyekiti, ni wewe. Makofi mengi tena kwa mwenyekiti. Mwenyekiti sogea mbele kidogo hapo. Tena mwenyekiti. Maajabu ya Mungu bwana, kuna warefu, kuna wafupi, ndio hivyo. Haya bwana, tuingie bwana katika roho na kweli. Tunasema wote ni wa Mungu, si ndio warefu na wafupi wote ni wa Mungu. Haya mtazamaji, ndio mwenyekiti ambaye anaongoza gurudumu hili la kwaya ya Mtakatifu Don Bosco kutoka parokia ya Mkuranga, jimbo kuu la Dar es Salaam. Hebu tupate basi kusikia kutoka kwake kwaya ya Mtakatifu Don Bosco. Tuifahamu kwanza. Tunawapata kupitia mitandao ya kijamii mwenyekiti? Kwa uchanga wetu bado, lakini tuko kwenye process. Uchanga hiyo vipi mwenyekiti, unajitetea uchanga vipi? Yani uchanga vipi yani? Uchanga wa mazingira. Wa mazingira? Mazingira yetu ya Pwani huko. Tunaonekana bado tuko nyuma, lakini tuko vizuri. Watazamaji wanaona. Mwenyekiti, tupo, dunia ipo kiganjani mwenyekiti. Fanya mambo basi. Mwaka usiishe huu. Tumebakisha miezi mitatu, si ndio mwaka usiishe huu ili siku moja na sisi tukifungua pale YouTube tuione kwa Mtakatifu Don Bosco Mkuranga. Tuifahamu basi imetoka wapi kwa Mtakatifu Don Bosco? Kwaya ya Mtakatifu Don Bosco ni kwaya
inayotokea parokia Mtakatifu Francis Xavier Mkulanga. Kwaya hii ilianza mwaka 2013. Japo kwa uchanga ilianza na waasisi wake ambao walianzisha ni pamoja na mwalimu wetu, Mwalimu Sabasi Rutole, na paroko wa kipindi hicho, Father Patrick Mgumba. Ilianza ili kutuhamasisha vijana kuwa pamoja. Japo unaona kuna rika tofauti lakini katika kumwimbia Mungu hakuna matata. Hakuna kuchagua. Basi ilianza kipindi hicho. Pale tunahudumu misa kila Dominika kutokana na zamu, lakini pia tunahudumu kwenye siku za Alhamisi zile, siku ya kuabudu, siku za baraka zile. Lakini pia tunahudumu katika sherehe mbalimbali za somo za wajumuiya, masherehe mbalimbali, ndoa na kadhalika. Na matukio kama ya msiba yote tunahudumu. Kuna kazi yote ambayo mmewahi kufanya toka mwaka 2013, japo unasema ni wachanga? 2013 miaka mingapi sasa jamani? Mingi kidogo sio wachanga hivyo bwana mwenyekiti. Tumewahi kufanya kazi moja yenye audio na video ambayo tulifanya 2016, kitu kama hicho. Sikumbuki sana kwa sababu kipindi kwa mimi nilikuwa dogo nachipukia kwenye kwaya. Nafikiri ni kipindi hicho 2016 ndio tulitoa kazi yetu. Na audio ilikuwa inaitwa Pesa Itatupeleka Wapi, na video Mimi Ni Mdhaifu. Nafikiri na kwenu hapa ilifika na ilikuwa inapigwa sana tu. Hiyo video na audio kwa upande wa radio ilikuwa inapigwa sana. Vipi sasa baada ya kutoa hiyo kazi ya nini? Mimi Mdhaifu sokoni, sasa hali ilikuwa vipi? Ilikuwa vizuri kwa kweli. Tulianza kule upande wa kwetu kule, watu walitusupport sana. Upande wa pwani sababu ukiangalia sijisifi sana kwetu Mkulanga pale, upande wa kwa dekani yetu ya Kilimaya ile sisi ndo tunaibeba. Hebu nishangilie jamani. Wanakutazama kule wewe. Kabisa, lazima nitazame, lazima niwaambie. Jamani mmesikia Sijasema mimi. Amesema yeye. Na mpaka anasema ina maana anajiamini, si ndio hongereni jamani. Asante. Tuendelee mwenyekiti. Basi wanatusapoti na walitusapoti, walinunua kazi zetu, lakini pia tulikuwa tunatoka kutoka kwetu kule Mkulanga tunakuja huku kwa wenzetu Dar es Salaam kidogo kupata joto, maana kule kuna baridi, kupata joto. Sapoti pia zilikuwepo, tumetembea parokia mbalimbali, ikuwepo parokia ya sifahamu vizuri Mtakatifu lakini Buyuni. Tulifika ya Buyuni. Yohane Paulo wa pili kama sijakosea. Tumeshawahi kufika na pia tumewahi kushiriki matamasha yao. Lakini pia tumeshawahi kufikisha kazi zetu hadi nje kidogo ya Dar es Salaam, mkoa wa Morogoro. Tumewahi kufika. Hii nilikuwa juzi tu hapa. Tulitembea. Na wewe kwa ni Morogoro? Na mimi kwetu Morogoro. Na mpiga ngoma kwa ni Morogoro? Yaani kakaangu. Bloody. Safi sana jamani. Na mpiga kayamba baba. Mama yuko wapi? Mama sauti ya pili. Mama njoo bwana, mimi nitasahau. Mama sauti ya pili jamani, mama huyo. Nampiga ngoma jamani, anapendeza jamani, tikeni kwa nguvu jamani, anapendeza. Mtazamaji, ni familia moja, baba, mama na watoto jamani. Raha sio raha jamani. Wewe unasubiri nini kufanya hivi na familia yako jamani? Msiniambie huko wa nyuma hamna familia zenu ninyi, hamna? Wapo wengine pia? Mke mume? Yupo. Hatari, mke mume na watoto. Mwalimu Sabasi. Na mwenzake yuko hapo? Yupo na mwanae yupo. Haleluya. Tumwimbie Bwana. Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Na mjukuu.
Yaani hapa kuna baba, mama, watoto na mjukuu. Sasa mwenyekiti unamuongoza baba, unamuongoza mama. Inakuwaje? Hivyo madaraka yangu kwenye kwaya inafanyika kama ya kwaya, nyumbani kama nyumbani, baba kiongozi nyumbani. Acha masiala wewe. Wewe unamjua baba mzee, unamjua mama Namjua. Eti mama. Hebu sogea pale kidogo nisikie sauti yako jamani mama. Inakuwaje sasa mama? Huyo ndio mwanao huyo, ndio mwenyekiti wa kwaya sasa. Anaweza hata kukufokea kidogo mama kweli? Pale ninapokosea tukiwa kwenye kwaya kwenye zoezi inabidi aseme na mimi naitikia. Ila akifika nyumbani simfanyi chochote. Makofi kwa mama. Unafanya chochote mama? Hamna, pale anatumia uongozi. Na mimi inabidi nitii kama mwana kwaya, yeye ni mwenyekiti wangu. Kwa hiyo nikirudi nyumbani mimi kama mama nawajibika kama mama. Hongera sana mama. Asante. Na mpiga ngoma vipi? Hakusumbui? Hawasumbui. Hawasumbui. Huyo ndo alianza mwenyekiti huyo. Wakati kwaya inaanza. Alafu ndo akamwachia mdogo wake. Baada ya kuchaguliwa kwenye parokia akiwa katibu msaidizi, kwa hiyo kamwachia mdogo wake anaongoza sasa jazi. Unajisikiaje mama? Ukiingia katika kwaya pembeni unamuona baba, unaona na watoto wako wawili. Kwani najisikia raha. Mimi mwenyewe nilianza kuimba wakati nikiwa darasa la 3. Tena nikiwa na dada yangu. Alinibeba mgongoni kwetu Morogoro. Tunavuka mito. Kwa hiyo maji yalijaa. Akanibeba ili tukaimbe. Kanisa la ng'ambo yake. Kwa hiyo tokea hapo mimi kuimba yani kama ipo kwenye damu. Najisikia raha sana na wanangu wote wanaimba. Wakike hawapo? Na watoto 5. Wa kiume 3 lakini wote wanaimba. Mmoja yupo Buyuni na anaimba kule Buyuni. Wakike vipi sasa mama? Wakike mmoja yupo Utawani. Mtawa. Hongera sana mama. Kwa Sister Dativa ndio mamake mlezi huyo. Na yeye huko anaimba pia. Na mwingine wa mwisho bado anasoma lakini anaimbia kwaya ya watoto. Asante sana mama. Makofi kwa mama jamani. Tusikie lau sauti ya baba pale jamani baba. Baba tusikie sauti yako. Mpaka raha jamani. Si ndio Baba unaitwa? Kwa jina naitwa Antipasi Mitala. Mitala hii sio kwamba nina wanawake wengi. Bora umesema kama sijakuuliza. Mke wangu ni huyu na familia yetu kama unavyoiona kama tulivyo. Hatuna shida. Mimi wananifanya kama babu yao. Babu yao ameshakufa siku nyingi kwa hiyo mimi ndio babu yao. Safi kabisa. Na nipo kama babu wa kwaya. Maana wataona kwaya babu. Inapendeza jamani. Tumshangilie baba ya. Mimi nyumbani sasa, mkiwa nyumbani pengine mmetoka kwaya, mmefanya mazoezi labda wimbo umekuwa mgumu kidogo ama una changamoto kidogo. Mkifika nyumbani huwa mnafanya zoezi kidogo mkikutana wote? Inakuwa ngumu. Inakuwa ngumu Kwa nini ngumu baba? Vijana wana sehemu zao. Mko pamoja. Vipi na mama sasa mko pamoja nini? Na mama anawezekana kisa moja zingine anasema bwana vipi hapa? Wimbo mimi siuelewi bwana. Nishazeka. Bwana ndio hivyo ndio tunaenda. Jamani hongera sana baba. Kuna familia nyingi zinakutazama hapo mbele. Wape neno moja. Neno langu nasema kwamba tumwimbie Mungu kwa kweli. Anaweza anatuweka hai bila yeye tusingeweza. Kwa hiyo ukimwimbia Mungu siku zinaongezeka. Kabisa kama mimi nilivyo hapa. Nashukuru sana Mungu. Naimba tokea mwaka 73. Aise. Ndio. Haya jamani tuwashangilie tena jamani, nakosa maneno mazuri ya kuwapa tena ila tuwape maua yao, si ndio Haya mtazamaji, unasubiri nini na familia yako nyumbani? Unasubiri nini? Ni vyema jamani, tunaambiwa ibada njema inaanzia nyumbani, si ndio jamani Familia nyingine zipo hapa jamani tena. Mimi niwashukuru sana jamani. Naona mpiga ngoma natamani hata kuongea basi hata neno moja. Mwenyekiti usiondoke, baki na mimi kwanza. Ongea hata neno moja. Mimi sina ya kusema lakini ndo kama hivyo. Yamejieleza mengi. Unapomtumikia Mungu unapata faida nyingi. Nilikuwa mwembamba hapo zamani lakini nimeongezeka kwenye kwaya lakini pia waumini wameona nimekuwa kiongozi wa parokia sasa. Wow, ni katibu. Katibu msaidizi wa parokia Mtakatifu Francis Xavier. Hongera sana. Mimi niko hapa wote
nawalea mpaka pamoja na sister. Natembea na katibu jamani wa parokia Safi kabisa. Asante sana. Amina. Haya. Karibu Mkuranga. Mimi nitakuja. Mradi korosho zipo nitazikuta. Swala sio zipo na nitazikuta. Nitakuja. Haya mwenyekiti, tumalizane. Mipango ya kwaya kwa haraka haraka. Tuna mpango ambao unakaribia kuivaiva wa audio kama ulivyosema. Tunataka tutoe audio yetu lakini na video. Sasa hivi ni utandawazi. Kwa hiyo tunataka tutoe kazi moja nzuri, lakini pia na hicho ulichosema mitandao ya kijamii, social media, tunataka tuiandae ili kuongeza watu ambao wanaotufuatilia. Uinjilishaji upo kiganjani jamani, si ndio kwa hiyo siku moja pale na mimi naandika kwa Mtakatifu Don Bosco Mkuranga. Zinakuja nyimbo zenu pale. Inakuwa safi kabisa, si ndio na subscribe wanasema. Haya mwenyekiti, naambia nini wanakwaya wa kwaya ya Mtakatifu Don Bosco? Wanakwaya wangu nawapenda sana. Na nawaombea kwenye masuala yao ya kikazi na shughuli za kifamilia na mengine wafanikiwe. Amina. Waendelee kujitoa. Kabisa. Jamani mpokee sasa hata kwa vigelegele. Haya mwenyekiti, mimi nikupe maua yako, nikutakie utume mwema. Asante, karibu Mkuranga. Asante Mkuranga, nitakuja na korosho nitarudi nazo. Haya mtazamaji, tumshangilie tena jamani mwenyekiti wetu. Haya, muda nao kwangu sio rafiki sana, lakini bado burudani tutapata tena, si ndio jamani wananiambia wamejiandaa vyema kwa ajili ya Sauti Live. Wamejiandaa kuinjilisha kumtukuza Mungu kupitia sauti zao nzuri na njema kweli kweli kutoka kwa Mtakatifu Don Bosco parokia ya Mkuranga, jimbo kuu la Dar es Salaam. Tunakwenda kusikia sauti zao nyingine nzuri sana jamani. Si mpo tayari? Mpo tayari? Ndio. Ndio jamani, wewe sio ndio Mkuranga wewe, mpo tayari? Yes, sasa tunakwenda kusikia sauti nzuri kutoka kwao kwa Mtakatifu Don Bosco.
tumwimbie Bwana. Mbona kinyonge? Tumwimbie Bwana. Na mtazamaji, kuimba raha tena, nakwambia raha sana. Ni sauti nzuri na nyimbo nzuri, wakiimba vizuri jamani. Si umetazama mwenyewe mtazamaji ni kwa Mtakatifu Don Bosco. Tujishangilie tena. Nasikitika kusema nafika tamati hapa jamani. Unasema? Haya mtazamaji, mimi nikushukuru kwa kunipa muda wako. Muda wako ni muhimu sana kwangu. Asante sana kwa kuichagua Sauti Live. Asante sana kwa kutazama Tumaini TV. Niwashukuru sana kwa Mtakatifu Don Bosco jamani. Mungu awabariki sana kwa utume mnaofanya. Mungu awazidishie maradufu ya kile mnachokitamani jamani. Asanteni sana kwa kuja. Asante. Narudia tena, Mungu awapandishe kwa viwango vingine. Amina. Shukrani sana. Ila mmesahau korosho jamani. Mbona hivyo? Mimi amesikia jamani. Ungesema pole pole na wewe. Na mtazamaji, mimi sina la ziada. Mwisho wa kipindi hiki, mwanzo wa kipindi kingine. Mimi ni Mary Bincho Yuda. Pamoja na crew nzima ya Sauti Live inahakikisha matangazo haya yanakwenda moja kwa moja, akiwemo Waziri Suka, Sara Joseph, Sylvester Ndomba, pamoja na Meki Makali. Mimi nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Jumapili nayo ni siku, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Tukutane tena. Tumshangilie Mungu kwa makofi mengi. Sauti Live.